Angalia Mtume sallallahu anatufundisha tunapokula tule kwa mkono wa kulia. Mtume anamwambia yule kijana, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, ewe kijana wewe, sema bismillah wakati wa kula, na kula kwa mkono wako wa kulia, na kula kilichoko mbele yako. Yani leo imewekwa sinia ya biriani hapo, au sio? Wamezunguka ile sinia watu 5. Mtume anakufundisha ule sehemu yako hapa. Usipeleke mkono katika sehemu ya watu. Si wewe viazi unameza tu, nyama unameza tu. Usipeleke ukacheza rafu katika sehemu ya watu huko. Kula sehemu yako hapa. Ndio Mtume anamwambia ule kijana, kul biyaminik. Anamwambia Mtume, la astati, siwezi. Anamwambia kula kwa mkono wako wa kulia. Anamwambia Mtume, siwezi. Na Mtume alijua kwa sababu ya kibri. Huyu bwana hawezi, si kwa sababu amelemaa, hapana. Ni kibri ndio ambayo inamsumbua. Wewe fikiria mtu anakula na mkono wa kushoto. Ni aibu iliyoje hii. Mtume anarudia mara ya pili, kula kwa mkono wako wa kulia. Anasema siwezi. Kula kwa mkono wa kulia, siwezi. Mtume akamwambia, walan tastati, wala hutoweza milele. Lan hapa ni harfu nafyin wa istiqbal. Manake inakataa kwamba sasa hivi haiwezekani na baadaye milele pia haitowezekana. Ule bwana pale pale alilemaa sehemu moja ya mwili na hakuweza tena kutumia mkono wake wa kulia mpaka akafa. Sasa katika hii dini imetufundisha unapokula, kula kwa mkono wako wa kulia, kunywa kwa mkono wa kulia, pokea kwa mkono wa kulia, peana kwa mkono wa kulia. Hivi ndio Uislamu ulivyofundisha. Umefahamu? Lakini leo unamkuta Muislamu anashika kikombe cha chai kwa mkono wake wa kulia, lakini chapati au sambusa au mahamri ameishika na mkono wake wa kushoto. Anatafuna hivi na anakunywa chai. Kisa na maana nini? Wazungu wanafanya. Hawa wajamaa wasiokuwa Waislamu pia wanafanya. Leo unamkuta Muislamu anakunywa maji kama hii katika mkono wake wa kulia, hakuna kitu. Au anakunywa chai ama juice, anashika na mkono wake wa kushoto, anafanya hivi. Ndio unaona Mtume sallallahu anasema mkono wa kushoto unatumiwa na mandugu zenu katika majini. Majini ndio ambao wanatumia mkono wa kushoto. Na Mtume anasema mkono wa kushoto unatumika chooni. Ndio wanazuoni na tafsiri hadithi hii wanasema, ukimuona Muislamu anatumia mkono wa kushoto kula na kunywa, huyu katika tabia zake ana chembe chembe za tabia za kijini.